Asante. Asante tena kwa jioni ya leo. Tunashukuru na pia kutukuza Mungu kutupa nguvu na pia kutuongoza ili tuweze kujumuika tena katika ushirika huu kwa njia ya mtandao. Na hivyo nawakaribisha wale ambao ni wa kwanza pengine kwa ibada hii, nawakaribisha tuweze kujumuika, tuweze kusikiza neno lake Mungu na tuweze kuabudu kwa pamoja. Kwa hivyo kama vile tumekuwa tukiendelea katika masomo yetu, tuko katika kitabu cha Waebrania mlango wa 11. Waebrania mlango wa 11, na leo tutaangazia sana mstari wa 4. Tumeangalia mstari wa kwanza, mstari wa pili, mstari wa 3, na natumai leo tutaangazia mstari wa 4, na katika mstari wa 4 tutaona mfano wa mtu aliyekuwa na imani, na hapa tutazungumzia Habili. Kwa hivyo nitasoma mstari wa kwanza hadi mstari wa 4, alafu tutaendelea mbele kuangalia mambo ambazo tutajifundisha kwa siku ya leo. Neno la Mungu linasema, basi imani ni kuwa na hakika ya mambo yatarajiwayo, ni bayana ya mambo yasiyoonekana. Maana kwa hiyo wazee wetu walishuhudiwa. Kwa imani twafahamu ya kuwa ulimwengu uliumbwa kwa neno la Mungu, hata vitu vinavyoonekana havikufanywa kwa vitu vilivyo dhahiri. Kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa hana haki. Mungu akazishuhudia zaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Nafikiri kwa maneno haya tutaangazia sana mstari wa 4. Mstari wa 4 ulikuwa nasema, kwa imani Habili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki. Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Pia ningetaka niwaregeze kidogo katika kitabu cha Mwanzo, alafu tutaangalia maneno haya ambayo tunatazama kwa siku ya leo juu ya Habili. Kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 na mstari wa 3, mstari wa 4 na mstari wa 5. Nitaanza na mstari wa 3. Biblia inasema, ikawa hatimaye Kaini akaleta mazao ya ardhi sadaka kwa Bwana. Habili naye akaleta wazao wa kwanza wa wanyama wake na sehemu zilizonona za wanyama. Bwana akamtabakali Habili na sadaka yake, bali Kaini hakutabakali wala sadaka yake. Kaini akaghadhabika sana, uso wake ukakunjamana. Nafikiri nimetaka kuwaregesha kitabu cha Mwanzo, maana Habili tunapewa hadithi yake katika kitabu cha Mwanzo mlango wa 4 mstari wa 5 na kuendelea. Na Kaini na Habili hao walikuwa wana wa kwanza wa Adamu, na baada ya wao kuzaliwa waliweza kumtolea Mungu sadaka, ama wakatolea Mungu dhabihu. Na tumeweza kuelezwa hadithi hiyo ya kwamba Kaini alikuwa ni kama mkulima, alikuwa anapanda kwenye shamba, ama alikuwa anafanya kazi ya ukulima. Bali Habili tunaambiwa ya kwamba yeye
alikuwako mfugaji, na wote waliweza kumtolea Mungu sadaka. Na kama vile tumesoma katika kitabu cha Mwanzo ni kwamba Mungu aliweza kukubali sadaka ya Abili na Mungu akakataa sadaka ya Kaini. Na katika kitabu cha Waebrania Biblia inasema kwa imani Abili alimtolea Mungu dhabihu iliyo bora kuliko Kaini. Nafikiri hiyo ni sehemu ya kwanza ambayo tutakuwa tukizungumzia kwa leo. Na katika kitabu hiki cha Waebrania mlango wa 11 tutakuwa tukiangazia kukua katika imani kama vile tulivyoanza hapo mbeleni. Na katika kukua katika kwa imani hapa tutaangalia Abili aliyepongezwa kwa sababu ya imani. Na hapa Biblia inasema Mungu aliweza kumfurahia Abili kwa sadaka zake ama ile dhabihu yake. Na isitoshe kuna baadhi ya mambo ambazo tutajiuliza kwa siku ya leo. Na kwanza, inamaanisha nini kumpa Mungu sehemu ya kwanza? Nataka tuanzie hiyo. Inamaanisha nini kumpatia Mungu sehemu ya kwanza? Katika kitabu ya Kumbukumbu la Torati mlango wa 12 na mstari wa 6 Biblia inasema, pelekeni huko sadaka zenu za kuteketezwa na dhabihu zenu na zaka zenu na sadaka ya kuinuliwa ya mikono yenu na nadhiri zenu na sadaka zenu za hiari na wazaliwa wa kwanza wa makundi yenu ya ng'ombe na ya kondoo. Nafikiri katika kitabu hiki cha Kumbukumbu la Torati Biblia imeweza kusema vizuri sana ya kwamba pelekeni huko sadaka, ipelekwe katika nyumba ya Mungu sadaka. Na katika Biblia hii ni kanuni ambayo Mungu ama kutokana na haya tunapata ya kwamba vyote tulivyo navyo ni vyake Mungu. Lakini unapotoa sehemu ya kwanza unatambua kuwa Mungu ndiye mwenye vyote. Na hilo ndilo jambo lililo nzuri sana, ya kwamba vitu tulivyo navyo sio vyetu, ni vyake Mungu. Na sisi ni walinzi tu ya vitu ambazo Mungu ameweza kutupatia. Na hivyo Biblia imetusii sana, si kwa sehemu moja, lakini kwa sehemu kubwa, ya kwamba tunafaa kutoa matoleo yetu kwake Mungu. Na isitoshe, tunapoangalia sehemu ya kwanza inamaanisha nini? Biblia inaposema toa sehemu ya kwanza ya mazao, sehemu ya kwanza ya wanyama ulio nayo, kwanza itamaanisha ya kwamba tunapotoa tunapatia Mungu ama tunapatia Mungu ya kwanza na iliyo nzuri, si mabaki au masalio. Nafikiri hapa tunafaa kutazama vile ya kwamba sio baada ya kutumia ndio yale masalio ndio ambayo unapatia Mungu ya kwanza. Kwa hivyo itakuwa jambo la kuabudu, itakuwa jambo la shukrani na pia heshima kwake Mungu tunapomtolea sehemu ya kwanza ya mali yetu. Na kupatia Mungu sehemu ya kwanza itamaanisha kumpa Mungu ya kwanza na iliyo nzuri
sio mabaki, kama vile nilivyosoma. Vile vile katika kitabu cha Kutoka mlango wa 23 na mstari wa 19, Biblia inasema ya kwanza ya malimbuko ya nchi yako utayaleta na kuyatia ndani ya nyumba ya Bwana Mungu wako. Usimtokoze mwana mbuzi katika maziwa ya mama yake. Mbona nzuri na mbona iliyo ya kwanza. Kwanza inaeleza uhusiano wako na Mungu. Tunapoweka Mungu ama tunapopatia Mungu sehemu ya kwanza, itaeleza ile uhusiano wako na Mungu. Kisha Mungu atastahili ya kwanza na pia iliyo nzuri kwa uhusiano wako na Mungu. Huyu Mungu aliyekuokoa, huyu Mungu aliye muumba wa vyote na vyote ni vyake, ndiye ambaye anayestahili hivi vyote, na hivyo yeye anastahili. Kwa hivyo sehemu ya kwanza ni muhimu sana. Jambo la pili, sehemu ya kwanza itamaanisha kutolea Mungu 1/10 ya mapato yako. Sehemu ya kwanza itamaanisha 1/10 ya mapato yako. Sehemu ya kwanza hapa, kama vile nilivyosema, ya kwamba itamaanisha ile 1/10 ama 10% ya kila ambacho Mungu amekuwezesha. Na hili ni jambo ambalo tunafaa sote kufanya kwa pamoja, kwa sababu Mungu anahitaji matoleo katika nyumba yake. Katika kitabu cha Mambo ya Nyakati wa Pili mlango wa 31 mstari wa 5 hadi mstari wa 10, kuna mambo hapa ningetaka nisome, alafu kwa pamoja tutaweza kusikia ni nini neno lake Mungu lasema. Mambo ya Nyakati wa Pili mstari wa 31 mstari wa 5 na kwenda mbele. Biblia inasema, mara ilipotangaa amri, wana wa Israeli wakatoa kwa wingi malimbuko ya nafaka na divai na mafuta na asali na mazao yote ya mashamba na zaka za vitu vyote wakazileta nyingi. Nao wana wa Israeli na Yuda waliokaa mijini mwa Yuda wakaleta pia zaka za ng'ombe na kondoo na zaka za vitu vilivyowekwa wakfu alivyowekewa Bwana Mungu wao, wakaviweka chungu chungu. Mstari wa 7. Katika mwezi wa 3 wakaanza kuweka misingi ya hizo chungu, wakazimaliza katika mwezi wa 7, hata walipokuja Hezekia na wakuu kuziona zile chungu, wakamuhimidi Bwana na watu wake Israeli. Ndipo Hezekia akauliza na makuhani na Walawi katika habari ya hizo chungu. Mstari wa 10. Azaria kuhani mkuu wa nyumba ya Sadoki akajibu akasema, tangu watu walipoanza kuleta matoleo nyumbani kwa Bwana, tumekula na kushiba na kuzaza tele, kwa kuwa Bwana amewabariki watu wake, na kilichosalia ndicho akiba hiki kubwa. Nafikiri kutokana na maneno haya tunaona mfano mzuri ya wana wa Israeli jinsi walivyotoa, na kila mmoja aliweza kutoa, nasema kwa uwezo ama kadri ya uwezo, zaidi ya uwezo. Na Biblia ikaendelea na kusimulia ikisema ya kwamba
baada ya matumizi kukabaki na masalio, na kwa masalio yale wakaweka kama akiba kwa siku zijazo. Nafikiri huu ni mfano mzuri ya wana wa Israeli. Waliweza kutoa 1/10 ya vitu vyao, wakatoa kwenye nyumba ya Mungu, na tunaelezwa vitu viliweza kujaa, na hata baada ya matumizi akiba ikawekwa. Nafikiri huu ni mfano mzuri tunaofaa kuiga kama watoto wa Mungu, kuwa nayo na pia kuweka akiba kwa ajili ya siku zinazokuja. Na nafikiri watu wanapokuwa waaminifu katika kutoa, nyumba ya Mungu haitabaki katika hali ya umaskini, na hii itaweza kusaidia kazi ya Mungu ipate kusambazwa kote kote, kwa sababu matoleo yametolewa, 1/10 imetolewa. Kwa hivyo itafanya kazi ya Mungu kwenda kwa upesi, kwa sababu ya wale ambao wamekuwa waaminifu na kumtolea Mungu. 1/10 tunastahili kufanya vile, kwa sababu Biblia imesema Mkristo anapokuwa katika neno, na pia Mkristo anapofahamu na kujua umuhimu wa kutoa, wao watatoa kwa uwezo, na pia zaidi ya uwezo, iwe sadaka au fungu la 10, watafanya vile, kwa sababu Mungu anahitaji au Mungu anastahili. Hii itakuwa njia ya ibada, njia ya heshima kwa Mungu, na vile vile tutakuwa tukitambua ya kwamba vyote tulivyo navyo ni vyake. Nyumba ya Mungu, unapopata mahitaji ya kutosha na pia kuzidi, unawezesha kanisa kuendelea kufanya kazi yake Mungu kote kote, kwa sababu kuna uwezo. Kuna uwezo, na uwezo unatoka wapi? Kwake mwenyewe na kwa wale wanaoamini, na pia katika ibada wanamtolea Mungu vitu vyao, katika heshima wanatolea Mungu vitu vyao. Jambo la pili ambalo nataka tuzungumzie ni kwamba ni vipi kutolea Mungu. Sehemu ya kwanza inaeleza imani yetu ama imani yako. Ni vipi kumtolea Mungu? Sehemu ya kwanza inaeleza imani yako. Katika kitabu cha Mithali, mlango wa 3 mstari wa 9 na hata 10, Biblia inasema, mheshimu Bwana kwa mali yako na kwa malimbuko ya mazao yako yote. Mstari wa 10, ndipo ghala zako zitakapojazwa kwa wingi na mashinikizo yako yatafurika divai mpya. Huo ni mstari wa 9 na pia mstari wa 10. Kumtolea Mungu ni jambo muhimu zaidi, na tunapofanya vile, kama vile nilivyosema, itakuwa njia ya kumheshimu Mungu kwa vitu alivyotujalia nazo. Isitoshe, itakuwa njia ya ibada. Kwa hivyo hapa tunazungumzia heshima na pia ibada. Na hivyo tutajiuliza,
Je, katika ibada zetu tunakuwa na heshima kwake Mungu? Ndio, katika ibada zetu matoleo yanakuwa sehemu ya ibada. Vile vile ukisoma katika kitabu cha Mathayo mlango wa 6 na mstari wa 21, Biblia inasema, kwa kuwa hazina yako ilipo ndipo utakapo kuwapo na moyo wako. Jinsi unavyotoa inaeleza imani yako na matumaini yako kwa Mungu. Vile tunavyotoa itaeleza imani yetu kwake Mungu, itaeleza matumaini tulio nayo kwake Mungu. Hivyo kwanza tutaweza kutambua Mungu kama chanzo cha mibaraka zote, na nafikiri hilo ni muhimu sana, ya kwamba tunapokuwa na ibada hii ya kumheshimu Mungu na pia kutoa matoleo yetu, kwanza tutaweza kutambua Mungu kama chanzo cha baraka zote ama mibaraka zote anazo turuzuku sisi. Kama vile Biblia inasema katika kitabu cha Yakobo mlango wa 1 na mstari wa 17 ya kwamba kila kutoa kuliko kwema na kila kitolewacho kilicho kamili utoka juu, ushuka kwa Baba wa mianga, kwake hakuna kubadilika wala kivuli cha kugeuka geuka. Nafikiri Biblia imesema vyote tulivyo navyo vyatoka kwa Mungu. Na nafikiri kama Mkristo tunafaa kufahamu vile ya kwamba vyote tulivyo navyo vimetoka kwa Mungu. Mungu ndiye chanzo cha vitu hivyo. Kwa njia nyingine, Mungu ameweza kutubariki nazo, na Mungu anahitaji 1 juu ya 10 kwa vitu alivyokupatia. Jambo la pili, tutaweza kutambua Mungu kama mwenye vyote. Kwanza tukiangalia Mungu kama chanzo cha vyote, pia tutamwangalia kama Mungu mwenye vyote. Biblia pia inaeleza katika kitabu cha Kutoka mlango wa 19 na mstari wa 5 ya kwamba samahani kidogo, kuna kelele. Sijui kama unaweza ondoa sauti kidogo. Kitabu cha Kutoka mlango wa 19 na mstari wa 5. Sasa basi, ikiwa utamtii sauti yangu kweli kweli na kulishika agano langu, hapo ndipo mtakapokuwa tunu kwangu kuliko makabila yote ya watu, maana dunia yote pia ni mali yangu. Hiyo nafikiri neno hilo katika mstari wa 5 na sehemu ya mwisho, Biblia inasema na mali yote ni yake Bwana. Mali ni yake yote Bwana. Na kwa hilo tutaweza kutambua ya kwamba Mungu ndiye mwenye vyote. Vyote ni vyake. Vile vile katika kitabu cha Zaburi 24 na mstari wa 1, nchi na vyote vijazavyo ni mali ya Bwana, dunia na wote wakaao ndani yake. Mungu anamiliki
vyote, yeye anapeana pia. Lakini upande ule mwingine, sisi tunakuwa kama walinzi wa vitu vyake Mungu. Kwa hivyo wapendwa, tunafaa kutambua ya kwamba Mungu ni mwenye vyote. Alafu sehemu ya cha, mtumaini ama tumaini ahadi za Mungu akuruzuku mahitaji yako. Kwa hivyo tutumaini ahadi zake Mungu ili aweze kuturuzuku na mahitaji zetu. Katika kitabu cha Wafilipi mlango wa 4 na mstari wa 19, Biblia inasema, na Mungu wangu atawajazeni kila mnachohitaji kwa kadri ya utajiri wake katika utukufu ndani ya Kristo Yesu. Nafikiri hilo ni muhimu, na pia tunafaa kuwa watu ambao wanatumaini ahadi zake Mungu, maana Mungu ameahidi. Na tunapo tumaini ahadi hizi, bila shaka atatupatia mahitaji ya kila wakati. Hebu kumbuka kwamba imani yako ndio inayompendeza Bwana, sio matoleo yenyewe. Kwa hivyo tusichukue ya kwamba matoleo ni muhimu sana. Hapana. Lakini kila ambacho ni muhimu zaidi ni imani yetu kwake Mungu, ndio muhimu zaidi. Na katika kitabu cha Waebrania, kama vile tulivyosoma, sehemu ya pili ikasema, kwa hiyo alishuhudiwa kuwa ana haki, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Nafikiri katika sehemu ya pili, Mungu anatazama imani, sio matoleo yenyewe, na hivyo mpe kwa imani, mpe kwa upendo, na upate kumwabudu Mungu katika matoleo yako. Na sehemu ya cha ikasema 11 mstari wa 4, sehemu ya 3 ikasema, Mungu akazishuhudia sadaka zake, na kwa hiyo ijapokuwa amekufa angali akinena. Abili kama mfano wa imani, japokuwa ni kufa, bado anatufunza juu ya imani na matoleo kwa Mungu. Abili mfano mzuri. Na kama vile tulivyoanza, tulisema ya kwamba tutakuwa tukitazama mfano tofauti ya watu waliokuwa na imani kwake Mungu. Kama vile tulivyoanza tukizungumzia juu ya imani. Imani ni nini? Na hapa kwa leo tunaona Abili kama mfano mzuri. Na Biblia inasema japo kuwa Abili aliweza ama alikufa, bado imani yake, bado kila alichofanyia Mungu inatufundisha hata na siku ya leo. Kwa hivyo Abili ingawa aliondoka, lakini kitendo chake alichofanya mbele zake Mungu bado inanena pamoja nasi. Na tunamshukuru Mungu kwa sababu ya hiyo, kutupa neno lake na kutupa hadithi ya wahusika tofauti tofauti waliotangulia, na kwa matendo yao wao hutufundisha. Na leo tunatazama juu ya Abili. Nikimalizia, je, ni vipi unatolea Mungu siku ya leo? Ni vipi tunaweza kutoa?
Habili walifanya sehemu yao na wengine, na Mungu akawa mshahidi kwa ajili ya kazi walizozifanya. Kwa leo tunafanya kwa sehemu gani? Hivyo basi, mpe Mungu sehemu ya kwanza iliyo nzuri. Pili, weka kando sehemu ya kwanza ya Mungu kabla ya matumizi yako, sio masalio au mabaki. Kwa hivyo weka kwanza yake Mungu. Alafu tatu, heshimu Mungu kwa vitu vyako na pia abudu yeye kwa matoleo yako. Nafikiri kutokana na Habili tunaweza kujifunza mambo mengi, na kwa leo Mungu atuongoze na pia kutubariki ili tujifunze kwake Habili, na vile kwa leo tuweze kuiga mfano ule. Mungu tunashukuru, asanti kwa jioni, asanti kwa kutuweka pamoja kwa njia hii ya mtandao ili tuweze kusemezana kwa neno lako. Na tunashukuru Bwana kwa ajili ya Habili alipotoa sadaka zake, alipotoa dhabihu, uliweza kupokea. Na hivyo tunashukuru Bwana na tunaomba ili uweze kutupa nguvu, na hata sisi siku ya leo tuweze kuiga mfano ule na tuweze kukutolea ndani ya roho zetu na ukaweza kupokea. Pokea sifa na utukufu, utuongoze pamoja, maana naomba nikiamini kwa jina la Yesu uliye Bwana na Mwokozi wetu. Amin.